Marekani inaripotiwa kufikiria chaguzi kadhaa za kijeshi kwa ajili ya kile kinachoitwa pigo la mwisho dhidi ya Iran, ikiwemo kupeleka wanajeshi ardhini na kufanya mashambulizi makubwa ya anga. Taarifa hiyo imeripotiwa na Axios ikinukuu maafisa wa Marekani. Hatua hiyo inaweza kuchukuliwa iwapo juhudi za kidiplomasia zitashindikana na Iran itaendelea kutishia usafirishaji katika mlango wa Hormuz. Maafisa wanasema hatua hiyo itasaidia kuboresha nafasi ya Marekani katika mazungumzo au kumpa Rais Donald Trump fursa ya kutangaza ushindi na kumaliza vita. Miongoni mwa chaguzi zinazojadiliwa ni kuteka au kuzingira kisiwa cha Karg, kitovu kikuu cha usafirishaji wa mafuta wa Iran. Chaguo lingine ni kukamata kisiwa cha Lark ambacho kina kambi za Iran na rada zinazofuatilia meli katika mlango wa Hormuz. Chaguo la tatu ni kuivamia Abu Musa katika Ghuba ya Uajemi, eneo muhimu linalosaidia Iran kudhibiti meli zinazotoka ghuba hiyo. Chaguo la nne ni kudhibiti au kukamata meli zinazosafirisha mafuta ya Iran. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa Marekani inazingatia uwezekano wa kukamata akiba ya uranium iliyorutubishwa ya Iran iliyo chini ya vituo vya nyuklia vilivyoharibiwa au kushambulia maeneo hayo kwa anga ili kuzuia Iran kufikia malighafi hiyo. Trump bado hajafanya uamuzi kuhusu chaguzi hizo, lakini alidai kuwa wajumbe wa Iran wanaomba kufanya makubaliano, akionya kuwa muda unaisha. Wakati huo huo, baadhi ya nchi za NATO zinajadili kuunda muungano wa Hormuz kulinda njia hiyo muhimu ya usafirishaji, huku mataifa mengine yakionyesha utayari wa kujiunga. Kwa upande wa diplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ashok Dar amethibitisha kuwa mazungumzo ya kificho kati ya Washington na Tehran yanaendelea kupitia Pakistan kama mpatanishi. Amesema Marekani imewasilisha mpango wa vipengele 15 ambao Iran inaendelea kuchambua, huku Uturuki, Misri na nchi zingine zikisaidia juhudi hizo. Viongozi wa Pakistan akiwemo Waziri Mkuu Shehbaz Sharif na mkuu wa jeshi Field Marshal Asim Munir wamekuwa wakiwasiliana na maafisa wa Iran na Marekani. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alikanusha kuwepo kwa mazungumzo rasmi, ingawa alikiri kuwa ujumbe unapitishwa kupitia nchi rafiki. Alisisitiza kuwa sera ya Iran ni kuendelea na upinzani.